mata yajuzu ityanuha idha tahurat, muda gani inafaa kumuingilia mwanamke atakapotoharika. Fa idha tahurat min haidhiha, atakapotoharika kutokana hedhi yake. Wa anqata'a ad-damu, maeleza kunyuma, na ikakatika damu. Anha, na huyo mwanamke kaachana naye. Jaza lahu wata'uha, itajuzu kwa mwanaume kumuingilia baada an taghtasila, baada ya kuoga. لقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة, وقولياك الله تبارك وتعالى كذلك آية iliyotangulia. ويسألونك عن المهيض, na nakuuliza kuna hedhi. قل هو أذن, sema huo ni uchafu. فاعتزلوا النساء, jitengeni wanawake fil mahid, katika hedhi. ولا تقربوهن, na wala msiwaingilie. حتى يطهرن, mpaka wataharike. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله, wakishatarika basi waingilieni pale alipokuamrisheni Allah. inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Naeleza kwa wazi. Kwa hiyo sio na pupa kwa baadhi ya wanaume na haraka. Akiambiwa tuna mkeo kwamba damu imekatika tayari ameshamvuta jimae, tulia taratibu, hata kama ni mpya, sio na haraka naye. Hata kama umemuoa leo, baada ya wiki moja tu ameingia katika haid, si unajua nafikiri haya masaili. Ukishaoa mke ni mpya, mwanamke mpya ana raha yake, asikwambie mtu. Mwanamke mpya ana raha yake, ile miezi 6 ile ya mwanzo. Mwanamke kipya anakuwa raha kubwa sana. Lakini uzuri ulioje kwamba ukifanya mathna wote wanakuwa wapya. Lakini hata kama hivi hazidi huyu wa pili. Mwanamke mpya ni mpya tu, mwanamke mpya ni mpya tu, hususan wale ambao Allah amewapa neema ya kutofanya fujo kabla huko nyuma. Kwa sababu mwanaume yote ambaye hakufanya fujo ya kufanya zina, yani hakufanya zina yeye hata mara moja, kila anapokutana na mwanamke basi anahisi kana kwamba ameokota dhahabu. Si hali ya namna gani? Si nafikiri hali ndio iko hivi. Ila wale ambao walifanya fujo huko nyuma, wanaume ambao walifanya fujo huko nyuma, wanaona kitu cha kawaida tu. Lakini yule ambaye alijitunza, wallahi kila anapooa mke, anapokutana na mwanamke mwingine, ameoa kwanza, anaona kwamba anasema nilikuwa wapi siku zote. Akioa pili ndio anazidi kusema mambo yanakuwa hivi, kumbe. Akioa tatu ndio anazidi zaidi. Yani Allah ameweka neema hivi. Tofauti na wale ambao walifanya fujo katika zina na mfano kama hiyo. Na mimi nakutarajia ninyi ndugu zangu mko hivi. Tayib. Kwa sababu sijai kusikia hata mara moja kwamba eti ndugu yetu ana fujo hata mara moja. Narjukum kadhalika. Tayib. Tayib. Ma yanwiyani bin nikah, yale ambayo watayanuia kwa kuoana, wanakooana. Ma yanwiyani, yale watakayoyanuia, yani mume na mke wanaoana bin nikah, kwa sababu ya kule kuoana kwao. Nini wanatakiwa wanuie katika nyoyo zao? Ndugu yetu hapa Abu Uthaymeen, wewe unatakiwa uweke nia gani? Na mwali yule aliye mbali kule, yeye pia anatakiwa aweke nia gani? Sawa, nia gani mnatakiwa mziweke? Wayambaghi lahuma, na panatakikana kwa wao ayanwiya, wanuie, waweke nia katika nyoyo zao, binikahihima, ya kuoana, ifafu anfusihima, kwa sababu ya ndoa yao wanayooana. Ifafa anfusihima, ni kuzihifadhi. Ifafa anfusihim, wayambaghi lahum, na panatakikana kwa wao hao wanandoa wanaotaka kuoana, ayanwiya, wanuie, waweke nia, binikahihima, kwa ndoa yao wanayotaka kuifunga. Ifafa anfusihima, ni waweke nia ya kuzuia nafsi zao kutokana na machafu.
wa ihsanaha, na kuzilinda hizo nafsi zao, min alwuqu'i fima harrama Allahu alayhima, kutokana kuingia katika yale ambayo Allah ameharamisha juu ya wao, kutokana zina. fa innahu tuktabu mubadha'atuhuma sadaqa, hakika panaandikwa, fa innahu tuktabu, kwa hakika panaandikwa thawabu na ujira na malipo, mubadha'atuhuma sadaqa, sadaqatun lahuma, hakika panaandikwa yale matonge wanayolishana hao wanandoa wawili, wanaandikiwa sadaqa. Hadithi Abi Dharr, wa hadithi Abi Dharr anna nasan, hakika watu min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, kutokana masahaba wa mtume alayhi wasallam, qalu lin-nabi sallama, walimwambia mtume alayhi wasallam, ya rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur, ewe mtume wa Allah, wametangulia watu matajiri. Naam, yani yale matonge unayolishana, wale wana matonge yao yale wanayolishana, yani wewe ukamlisha mkeo, mkeo akakulisha wewe. Sawa. Haya, ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, ewe mtume wa Allah, imekuja katika hadithi kumbele, tutakuja kuona, wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Jimai hapo itakuwa mradi yake ni jimai, sio bidho, sio matonge. Na hata ndio itaendana na siaki ya maneno yaliyotoka. Fa innahu tuktabu mubadha'atuhuma, mubadha'atuhuma, hakika panaandikwa kile kitendo chao cha ndoa wanachokifanya hao wanandoa wawili, sadaqa, wanaandikiwa sadaqa lahuma, kwa hao wawili wanandoa. Lihadithi Abi Dharr, kwa hadithi Abi Dharr, anna nasan min ashabi Salama, aika watu katika masahaba wa Salama, qalu lin-nabi sallama, walisema kumwambia mtume alayhi wasallam, ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur, wametangulia watu matajiri, watu wenye mali kwa ujira, yusalluna kama nusalli, wanasali kama ninavyosali, wayasumuna kama nasum, na wanafunga kama ninavyofunga, watasaddaquna bifudhuli amwalihim, na wanatoa sadaqa kwa ziada ya mali zao. Kuonesha kwamba sadaqa inakuwa fi ma zada anil haja. Sadaqa unatoa kile kilichozidi haja yako ya nyumbani, kile kilichozidi unatoa nini? Sadaqa. Usitoe sadaqa wakati unaua watu nyumbani. Ndio maana watasaddaquna bifudhuli amwalihim, na wanatoa sadaqa kwa ziada ya mali zao. طيب, qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, kwani nyinyi sio ambao Allah amewafanyieni cha kutoa sadaqa? Inna bikulli tasbihatin sadaqa, kila tasbihi moja ni sadaqa, wa kulli takbiratin sadaqa, na kila takbira ni sadaqa, wa kulli tahmidatin sadaqa, na kila kusema alhamdulillah ni sadaqa, wa kulli tahlilatin sadaqa, na kila tahlil kusema la ilaha illa Allah ni sadaqa, wa amrun bil ma'ruf ni sadaqa, na kuamrisha mema ni sadaqa, wa nahyun 'an munkarin sadaqa, na kuamrisha mema ni sadaqa, wa fi bud'i ahadikum sadaqatun, na jimai ya mmoja wenu katika nyinyi, na tendo la ndoa analolifanya mmoja wenu katika nyinyi na mkewe ni sadaqa. Kwa hiyo hapo ndo mahali shahidi, mahala pa ushahidi. Qalu ya rasulullah, akasema ewe mtume wa Allah, ayati ahaduna shahwatahu, hivi anayeendea mmoja wetu katika sisi matamanio yake, wa yakunu lahu fiha ajrun, halafu aupewe ujira? Kwa nini apewe ujira? Qala ara'aytum, tunakasema nyinyi mnaonaje, niambieni, lau wadaaha fi haram, hayo matamanio angaliyapeleka katika sehemu ya haram, kaenda kuzini manake, akana alayhi fiha wizrun, je angalipata madhambi? Qalu bala, sema kwa nini asipate madhambi? Qala fakadhalika idha wadaaha fi halal, vile vile atakapoyaweka katika sehemu ya halali ambapo kwa mkewe,
kana lahu fiha ajrun, atakuwa ana yeye katika hilo ujira. Rawahu Muslim. Allahu akbar. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim, amesema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi kitab Zad al-Ma'ad, wa amma al-jima'u aw al-ba'a, ama jima' au al-ba'a kwa maana moja, fakana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam, fakana hadiyuhu fihi, basi ulikuwa mwongozo wake mtume alayhi wasallam katika hilo, akmalu hadiyin, ni mwongozo uliokamilika, yahfadhu bihi as-sihhata, ana hifadhi kupitia hiyo aljimaa afya, watatimu bihi alladha, na panatimia ladha utamu, wa surur, na furaha an-nafs ya nafsi, wayahsul bihi maqasiduhu allati wudi'a li ajliha, na panatokea makusudio ambayo limewekwa jambo hilo kwa ajili yake. Fa innal jimaa, hakika jimaa wudi'a fil asli, imewekwa katika asili, li thalathati umuri, kwa ajili ya mambo matatu. Hiya maqasidul asliya, hayo ndio makusudio ya asili. Umeelewa? Ahaduha hifdhun nasli, kusudio la kwanza la jimaa ni kuhifadhi kizazi. Wa dawamu an-naw'i ila an tatakamula al-idda allati qaddara Allah buruzaha ila hadha al-alam. Hifdhu an-nasli, kuhifadhi kizazi. Wa dawamu an-naw'i, na kudumu aina ya wale watu, ila an tatakamula al-idda. Kwa hiyo kusudio la kwanza la jimai ni nini? Hifdhu an-nasli, ni kuhifadhi kizazi. Wa dawamu an-naw'i, na kudumu aina ya binadamu, kudumu au kuendelea, tunasema hivi, wa dawamu an-naw'i, na kuendelea kuwepo kwa wanadamu. Wa dawamu an-naw'i, na kuendelea kuwepo kwa wanadamu, kizazi kimoja baada ya kingine. Ila an tatakamula, ila an tatakamala, an tatakamula, ila an tatakamula al-idda, mpaka kitakapokamilika al-idda, ule muda. Ila an tatakamula al-idda, mpaka utakapokamilika ule muda. Idda ina maana muda, ule wakati ambao qaddara Allah amekadiria buruzaha, yani kuwepo, yani kudhihiri hawa wanadamu. Ila hadha al-alam buruzaha, mpaka ule muda ambao amekadiria Allah subhanahu wa ta'ala buruzaha, kuwepo au kudhihiri hawa wanadamu. Hiyo ni maksadi ya kwanza min maqasidi ish na al-idda, hatta tatakamala, ila an tatakamula al-iddatu, mpaka utakapokamilika muda, yani mpaka watu watakapokufa, wote kiyama kitakaposimama. Allati qaddara Allah buruzaha, au qaddara Allah buruzaha, mpaka kukamilika muda ambao Allah amekadiria buruzaha, wale wanadamu kuwepo katika hii ardhi au kudhihiri katika hii ardhi. Sawa, hiyo ndio maksadi ya kwanza, hiyo ni maksadi ya kwanza ya jimaa. Athani, maksudio ya pili, ikhraju al-ma'i alladhi, kuyatoa maji ambayo yadhurru ihtibasuhu, panapatikana madhara kwa kuyazuilia kwake. Ikhraju al-ma', kuyatoa maji
alladhi, maji ambayo yadhurru ihtibasuhu, panapatikana madhara au panadhuru kuyazuilia kwake. Yadhurru ihtibasuhu, panapatikana madhara kwa kuyazuilia hayo maji. Wahtiqanuhu bijumlati albadan, wahtiqanuhu, na ina maana moja. Ihtiqan na ihtibas kwa maana moja tu. Ihtibasuhu wa ihtiqanuhu, kwa maana alihtibas na alihtiqan, lakini tofauti kidogo. Alihtibas ina maana ya kuzuilia, lakini alihtiqan kuzuilia na kurundikana. Kwa tunatumia tarjama hiyo, alladhi yadhurru ihtibasuhu, ambayo yanadhuru kuyazuilia kwake kutoka hayo maji. Wahtiqanuhu, na kulundikana kwake. Bijumlati albadan, na jumla ya kiwiliwili au jumla ya mwili, yani ikawa yambaki mwilini, ikawa yamekuwa ni sehemu ya mwili. Mfano wake panapatikana madhara, panapatikana madhara. Sawa, kupata maradhi mbalimbali, akili inakuwa zitulizani sawa sawa na mengineyo. الثالث، jambo la tatu, jambo la tatu katika nini? Katika maqasidu aljima'i alasliya, katika makusudio ya nini? Ya jima'i ya asili kabisa, ni qada'ul watari, ni qada'u alwatari. qada'ul watari, alwatar, alwataru ina maana ya katika lugha qada'ul watar au alwatar ina maana alhaja katika lugha ya Kiarabu, au malengo au shauku. Hiyo ndio maana ni alwatar. Ukisema balagha fulanu watarahu, ina maana fulani amefikia nini? Malengo yake. Balagha fulanu watarahu, na fulani amefikia malengo yake, au amefikia haja yake, au amefikia shauku aliyokuwa anaikimbilia. Mathalan Abu Uthaymin akifanikisha kuoa, tunasema balagha Abu Uthaymin watarahu, Abu Uthaymin amefikia malengo yake. Mimi sisawaji kutokana na kuoa. Hicho ni Kiarabu, hicho ni Kiarabu. Lakini katika fiqhi qada'ul watari ina maana ya alwatar, katika fiqhi ina maana nini? Ashahwa, ashahwatu, matamanio. Inaendana maana kilugha kule na ashahwatu, matamanio, kwa sababu matamanio ni kitu ambacho mtu anakiambia pupa ayaondoshe akili matamanio. Kwa hiyo qada'ul watar maana ni kukidhi nini? Matamanio yake, kukidhi matamanio yake. Hiyo ndio maana ya qada'u alwatari. Qada'u alwatari, kukidhi matamanio ya kijinsi, kukidhi matamanio ya kijinsi. Wa nailu alladhati, na kupata utamu, na kupata utamu. Watamattu'u bin ni'mati, na kustarehe kwa neema. Wa hadhihi wahdaha
na hili peke yake hiya alfaidatu allati fil jannati, ndio faida ambayo ipo katika nini? Pepo. Idh la tanasula hunak, kwa sababu hakuna kuzaliana huko peponi. hii peke yake qada'ul watari wa nailul ladha wa tamattu' bin ni'ma, hadhihi wahda, hili peke yake, kusudio hili pekee. Hiya alfaidatu allati fil janna, ndio faida ambayo iko peponi. Idh la tanasula hunak, kwa kuwa hakuna kuzaliana huko peponi. Wala ihtiqan yastafrighuhu al-insan, wala hakuna kulundikana kwa mani yastafrighuhu al-inzal, ambao kunatakiwa mtu afanye inzal. Wa fudhala'ul atibba, na madaktari mashuhuri. Wa fudhala'ul atibba, na madaktari mashuhuri. Yarauna, wanaona wao, anna aljimaa, hakika jimaa min ahadi asbabi hifdhi as-sihha, ni katika miongoni mwa sababu za kuhifadhi nini? Afya. Intaha kalam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Yameishirizia hapo maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim, Allah mrehemu.